Kwa habari za uhakika na zenye mafunzo ya Kiafrika utazipata papa hapa ndani ya Kaka Ken 254. Kaka Ken 254, habari ni hapa. Kaunti ya Mandera yapiga marufuku shughuli za chimbo. Hatua hii inafuatia kutekwa nyara kwa wachimbaji wawili wa migodi Jumatano katika eneo la Mandera Kusini. Yamkini wachimbaji migodi hao walitekwa nyara na wanamgambo wanne wa Al-Shabaab waliondoka nao kuelekea mahali kusikojulikana. Mahakama moja ya Nairobi imeagiza idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kuwazuilia kwa siku 15 maafisa wa polisi waliohusishwa na kisa cha kumpiga risasi mchuuzi wakati wa maandamano jijini Nairobi siku ya Jumanne. Constable Maside Clis Barasa aliyetambuliwa kuwa aliyemfiatulia risasi na Duncan Kiprono aliyekuwa katika eneo la mkasa walifikishwa katika mahakama ya Milimani siku ya Alhamisi. Mahakama iliagiza swala hilo litajwe Julai 3 kudhibitisha mchakato wa uchunguzi wa kesi hiyo. Kisa hicho kilichotokea barabara ya Tom Mboya na kunaswa na video kimesababisha hamaki miongoni mwa umma, huku miito ya maafisa hao ikichukuliwa hatua. Mchuuzi huyo alipigwa risasi wakati wa maandamano dhidi ya ukatili wa polisi na mauaji ya hivi majuzi ya mwanablog Albert Ojwang akiwa mikononi mwa polisi. Mwadhiriwa huyo mwenye umri wa miaka 22, Boniface Mwangi Kariuki, alipelekwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ambako anaendelea kupokea matibabu.